Hospitali ya Moi tunataka iwe hospitali ya mfano. Ukisoma ile tunaita mission and vision ya Moi ni kuwa hospitali namba 1 katika Afrika ya kuweza kutibu haya magonjwa ya ubongo na uti wa mgongo. Kwa majina naitwa Dr. Nicephorus Lutabasibwa. Mimi ni neurosurgeon, nafanya kazi Moi, lakini mimi ni director wa hii program ambayo tunaianza leo, lakini ilikuwa imefanyika kwa muda wa miaka 5 sasa hivi, na kila mwaka kuna development mpya ambayo tunakuwa tunafanya. Kwa hiyo sasa mwaka huu tumeongezea kwamba tutakuwa tunafanya kuhusu masuala ya utengamao, lakini na kufanya upasuaji wa ubongo, wa kansa ya ubongo kwa kutumia teknolojia mpya, tunasema ni mng'ao wa uvimbe. Yaani kuna dawa ambayo tunaitumia, ukituma ile dawa ule uvimbe unajionyesha moja kwa moja, kwa hiyo unamwezesha daktari kuweza kutoa ule uvimbe wote na bila kubakiza chochote. Ndo teknolojia mpya ambayo tumeifanya. Tunatumia microscope, lakini vile vile tunatumia na ultrasound, na hizo dawa ambazo tumebahatika kuletewa kama alivyosema mkurugenzi. Kwa kutumia teknolojia, kwa sababu tayari tuna wataalamu ambao watakuja kutufundisha, tunategemea kufanyia wagonjwa 10 wa brain tumors ambao tumeshawaandaa kwa ajili ya hii process. Lakini kwa sababu hii teknolojia tumebaki nayo, kwa hiyo wagonjwa wote ambao wanakuwa na uvimbe vya ubongo ambao wanakidhi matakwa tutakuwa tunafanyia hii surgery. Na hii surgery sio kwamba inaongezea gharama za watu wanaofanyiwa, kwa sababu ni standard operating care, kwa itakuwa inafanyika kwa wagonjwa wote ambao wanafanyika. Labda cha kuweza kujua ni kwamba haya mauvimbe yako mengi ya kutosha. Unaweza ukasema kwa kila watu 200,000 unaweza ukakuta watu 10 wana ugonjwa wa ubongo. Kwa hiyo jinsi tulikuwa tunaendelea kuwatafuta na kuwapata, ndio jinsi tulikuwa tunazidi kuwafanyia, na hivyo itakuwa inarahisisha sana mgonjwa apate matibabu yanayostahili na aweze kutoka hospitalini akiwa hana ugonjwa kabisa, au kama upo ni ugonjwa ambao utaweza kutendeka sasa kwenda labda katika masuala ya Ocean Road kwa ajili ya kumalizia kile ambacho kinakuwa kimebaki wakati wa upasuaji. Hospitali ya Moi tunataka iwe hospitali ya mfano. Ukisoma ile tunaita mission and vision ya Moi ni kuwa hospitali namba 1 katika Afrika ya kuweza kutibu haya magonjwa ya ubongo na uti wa mgongo. Kwa hiyo ukishaipata tu unajitahidi kurudisha nyumbani kwa ajili na watu wetu sisi waweze kufanya nini? Waweze kufaidika na kunufaika na hizi teknolojia. Kwa hiyo tunatamani sana na tunaendelea kufanya investment za kutosha na kuleta wataalamu wa kutosha na kufundisha wataalamu wa kutosha. Nadhani mmesikia kwamba sasa hivi tumeanzisha programu ya kufundisha madaktari wa neurosurgery. Anapotoka tu ile degree ya kwanza, basi tutakuwa tunaenda naye kwa muda wa miaka 5 mpaka 6, ambapo atakuwa anajifunza kwa ajili ya kufanya kuwa neurosurgeon na kutumia hizi teknolojia. Kwa hiyo jinsi anavyokuwa naenda kwa kila mwaka, kwa kila teknolojia ambayo inakuja disseminate kwa wataalamu wengine wadogo, kusudi by the time au wanaondoka au wanaokuja wanakuwa na hizo teknolojia. Kwa hiyo tunahakikishia kwamba hii hospitali yetu ni state of the art ambayo inafanya vitu ambavyo vinafanyika ulimwenguni. Naweza kuhakikisha kwa kweli hatuko nyuma hata kidogo. Kama tuna pace labda hatua 1, hatua 2, tunawafuata wale ambao wana invent hizi teknolojia. Lakini kwa kuongezea, hii hospitali tunataka kuweka na kitengo cha innovation. Hichi innovation ni pale ambapo kwa zile teknolojia mpya ambazo zinatoka, tunakuwa na wataalamu wetu ambao wanakisimamia kile kitengo na kukapcha kila kitu kipi ambacho kinaingia tuweze kwenda na ulimwengu. Kwa hiyo kwa upande wa labda zile wanaita artificial intelligence, mambo ya robots na mambo mengine yote yale, tunakuwa na kitengo ambacho kinakuwa kinasimamia hivyo vitu kwa ajili ya kuendeleza upatikanaji wa huduma bora kabisa kwa wananchi wetu ambao sio tofauti na nchi nyingine za ulimwengu huu. Wataalamu watakuwa wanafundisha watu wetu njia za kisasa za kufanya upasuaji kwa wagonjwa hawa.
Ziko zile ambazo ni za kawaida kubwa, lakini ziko zile kupitia kwa matundu. Lakini kitu ambacho kitakuwa kinafanyika kwa mara ya kwanza katika nchi yetu itakuwa ni kutumia rangi maalum ya kumsaidia mpasuaji ajue mipaka ya uvimbe anaoupasua inayoitwa fluorescein. Na hii itafanyika kwa mara ya kwanza wiki hii, na baada ya hapo itakuwa ni sehemu ya kawaida ya madaktari wetu kutumia katika kupasua wagonjwa. Hii inakuwa ni ya muhimu sana kwa vimbe ambazo zinaitwa gliomas. Nazo huwa zinatokea katika hizi viungo vya fahamu, na kwa utaratibu huu ina maana kwamba daktari atakuwa na uhakika wa kiasi cha uvimbe kitakachokuwa kimetolewa na kujua kwamba ile tiba yake imekuwa na mafanikio makubwa kiasi gani. Licha ya hivyo, kuna watu wamekuja kutoka katika nchi mbalimbali, kutoka kanda ya Afrika Mashariki, kanda ya SADC na majirani wengine. Hawa wote wamekuja katika kisima cha kuchota maji ya ufahamu ili wakirudi katika nchi zao basi huduma hizi ziweze kutolewa kwa wagonjwa wao. Tunapoongea hivi, vile vile tunayo furaha kwamba tumekuwa na mahusiano haya kwa kipindi kirefu. Hawa wataalamu kutoka Marekani, chuo kikuu cha Colorado, wamekuja hapa toka mwaka 2010, na kuja kwao hapa kumekuwa ni chachu kubwa sana ya kuweka utaalamu wa kisasa kwa wataalamu wetu ambao wanafanya kazi ya kuhudumia wagonjwa siku hata siku nyingine. Na si haba, leo wamekuja na mzigo ambao utasaidia kupunguza makali ya vitu vya kutumia kwa ajili ya upasuaji katika maeneo haya ya mishipa ya mfumo mzima wa fahamu. Katika mahusiano tulionao na wataalamu hawa, wao huja kwetu na sisi wakati mwingine tunapata nafasi ya kwenda kule, lakini kutokana na hali halisi ilivyo, katika hotuba yangu nimewaambia tusikatishwe tamaa na maneno magumu anayozungumza Rais Trump wa Marekani. Tunataka tukaendelea kuwasiliana kupitia kwa njia ya mtandao tunaposubiri hali ya hewa sasa kuwa bora kuliko ambavyo ilivyo hivi sasa, kwa sababu kwa sasa hivi kunaweza kukawa na ugumu kidogo kwa wataalamu wetu kwenda katika nchi ya Marekani kupata mafunzo kama ambavyo ilikuwa huko nyuma katika historia. Kwa hiyo mahusiano haya tunategemea yataendelea kuongeza chachu ya mafanikio katika utendaji kazi wa kurugenzi ya magonjwa ya mfumo wa fahamu na kuleta ufanisi mkubwa zaidi katika tiba za wagonjwa wenye saratani katika mfumo huu wa fahamu katika nchi yetu hapa Moi, lakini vile vile katika zile sehemu mbalimbali ambazo tunakwenda kupeleka huduma ya tiba mkoba. Asanteni sana. Sisi sasa hivi imeanza kujitanua katika kutoa huduma za kibobezi na kibingwa maeneo mbalimbali yaliyo pembezoni mwa nchi. Tulishaanza kazi hiyo katika hospitali ya rufaa ya Chato. Pale tuna wataalamu ambao wanakwenda, wanafanya kazi, wanarudi, wengine wanakwenda kwa muda wote. Kuna wataalamu. Kwa hiyo watu wanaotoka maeneo ya kule, aina ya magonjwa ambayo walikuwa wanafanya wanasafiri mpaka hapa Dar es Salaam, sasa hivi imepungua sana kwa sababu tumewapelekea huduma. Lakini mwezi ujao tutaanza katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mara, ile ya Mwalimu Nyerere pale Kwangwa. Tutapeleka pale timu kamili ya wataalamu waliobobea katika magonjwa ya mifupa, lakini vile vile katika mfumo wa fahamu, yani ubongo, uti wa mgongo na mishipa ya fahamu. Hiyo itakuwa ni sehemu ya kwanza. Tuna maagizo rasmi kutoka kwa wizara kwamba tuhakikishe wananchi wanasogezewa huduma. Kwa hii ndiyo azma ya serikali kuhakikisha kama wananchi wanapelekewa huduma kule waliko. Kwa hiyo tutakwenda hospitali ya mkoa wa Kagera, tutakwenda hospitali ya mkoa wa Kigoma, tutakwenda hospitali ya mkoa wa Katavi, mkoa wa Rukwa, tutakwenda mkoa wa Ruvuma na zingine zitaendelea, tutajazia pale jinsi miaka itakavyokuwa inazidi kwenda. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba mwananchi asije akakosa matibabu kwa sababu tu ya umbali uliopo kati yake na taasisi hii ya serikali ya Moi. Kwa majina naitwa Daktari Ryan Ormond, msimamizi mkuu wa kimataifa wa washi hii. Wiki hii itasheheni mada nyingi na za kusisimua, ikiwa ni pamoja na maendeleo ya kisayansi katika udhibiti wa maradhi mbalimbali ya uvimbe wa ubongo na uti wa mgongo kama vile gliomas, craniopharyngiomas, uvimbe wa posterior fossa kwa watoto na zingine. Vikao kadhaa vya vitendo na maonyesho katika vyumba vya upasuaji vitafanyika, ikiwa ni pamoja na kozi ya hali ya juu
katika ultrasound ya neva, kuanzishwa kwa teknolojia ya mgao wa uvimbe, kwa lugha ya kitaalam fluorescence kuongoza upasuaji wa ubongo, usimamizi wa matibabu ya kupunguza vichwa vikubwa kwa watoto yaani craniosynostosis, katika matibabu ya wagonjwa mahututi wa neva, elimu ya uuguzi na ukarabati wa neva na kadhalika. Wataalamu wakuu wa upasuaji wa neva kutoka kote ulimwenguni watakutana Dar es Salaam ili kuwezesha haya yote. Tuwatazamia wiki nzuri pamoja na tunaomba ushirikiano wenu. Asanteni sana na karibuni sana. Kwa majina naitwa Patrick Ndambuki Mbuta. Mimi ni mwanafunzi resident katika idara ya neurosurgery Muhimbili Orthopedic and Neurosurgical Institute katika the College of Surgeons of East Central and Southern Africa. My nationality is Kenyan na nimefurahi sana kwa mafunzo haya ambayo ameletwa huku leo kwa niaba ya Colorado University. Kusema kweli, this is a very good initiative kwa sababu inaweza kuongeza mafunzo yetu katika kujiwezesha kuendeleza kimasomo, na pia ningependa sana kushukuru Moi kwa opportunity ambayo ametupa sisi wanafunzi kutoka nchi zingine, haswa nchi za Afrika Mashariki. Moi imeweza kujiendeleza sana kiteknolojia na katika masomo ya neurosurgery. Kwa hivyo sisi kama wanafunzi kutoka sehemu zingine tumefurahi sana kujumuisha katika masomo haya na pia kuwa mmoja wa wanafunzi wanaosoma kwenye chuo hiki.